إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعدكم محمد الله تبارك وتعالى لكم تكيا صلاة السلام متمويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Hii ni darasa yetu ya kwanza katika kusoma tafsiri ya Al-Qur'anul Karim. Na katika hii darasa tutatumia kitabu Al-Mukhtasar fi tafsiri Al-Qur'anil Karim. Kitabu ambacho kimeandikwa na kimeandaliwa na Markaz Tafsir lidirasati alqur'aniyya. Ni markazi ambayo iko mamlaka inajihusisha na masuala ya tafsiri ya Qur'an na yote ambayo yanahusiana na tafsiri ya Qur'ani tukufu. Kwa hiyo katika darasa zetu hizi za tafsiri insha Allah taala tutatumia hii tafsiri. Lakini kabla ya kuingia katika kusoma tafsiri, kuna haja kubwa ya kuzungumzia umuhimu wa kusoma Qur'an. Kuna haja kubwa ya kuzungumzia umuhimu wa kusoma Qur'an na kufahamu maana ya Qur'an, maana ya maneno ya Allah tabaraka wa taala, na vile vile kuifanyia kazi Qur'ani. Kwa sababu gani? Kwa sababu mafanikio ya kila binadamu yamefungamanishwa na hii Qur'an. Kwa sababu mafanikio ya kila binadamu yamefungamanishwa na hii Qur'an, fahman lahu, kwa ajili ya kuifahamu Qur'an, wa tablighan, na kwa ajili ya kuifikisha Qur'an, yani kuifikisha kwa watu, wa amalan bihi, na kwa ajili ya kuifanyia kazi, wa tahkiman, na kwa ajili ya kuhukumu na Qur'an. Allah tabaraka wa taala anasema inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwa. Hii Qur'an inaongoza katika njia ambayo ni nzuri. Wayubashiru almu'minin, na inawabashiria waumini
alladhina ya'maluna as-salihat, ambao wanafanya mazuri, anna lahum ajran kabira, kwamba wao watakuwa na ujira mkubwa kwa Allah tabaraka wa taala. Na Allah tabaraka wa taala anasema wanunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lilmu'minin wala yazidu adh-dhalimina illa khasara. Anasema Allah tabaraka wa taala, na tunateremsha katika Qur'an ambayo ni ponyo na ni rahma kwa waumini, wala yazidu adh-dhalimina illa khasara, na wala haiwazidishi madhalim isipokuwa khasara. Na Allah tabaraka wa taala anasema qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushdi fa'amanna bihi wa lan nushrika bi rabbina ahada. Anasema Allah tabaraka wa taala kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, sema nimeletewa wahai ya kwamba kuna kundi katika majini limesikiliza Qur'an, faqalu, wakasema inna sami'na qur'anan ajaba, hakika sisi tumesikiliza Qur'ani ya ajabu, yahdi ila ar-rushdi, inaongoza katika uongofu, faamanna bihi, tukaiamini, walan nushrika bi rabbina ahada, na hatutomshirikisha Mola wetu na chochote. Maana yake tutamwabudu Allah tabaraka wa taala peke yake, hatutomshirikisha na chochote. Kusoma Qur'an ni ibada bora, na kuizingatia Qur'ani ni katika mambo makubwa ya kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala. Angalieni, Allah tabaraka wa taala anasema innal ladhina yatluna kitab Allah, hakika wale ambao wanasoma kitabu cha Allah tabaraka wa taala, wa aqamus salah, na wakasimamisha sala, wa anfaqu mimma razaqnahum, na wakatoa yale ambayo tumewaruzuku katika mali zao, sirra wa alania, wakatoa kwa siri na wakatoa kwa wazi, yarujuna tijaratan lan tabur, hawa wanatarajia biashara ambayo haina kuharibika, liwafiyahum ujurahum, Allah atawapa ujira wao kamili, wayazidahum min fadlihi, na atawazidishia fadhila zake, innahu ghafurun shakur, hakika yeye Allah tabaraka wa taala ni mwenye kusamehe na ni mwenye kushukuru. Kwa hiyo kusoma Qur'an min afdali ta'at, ni katika taa bora, watadabburuhu, na kuizingatia Qur'an, min ajalli wa a'la alqurbat, ni katika taa ambazo ni za juu na ni katika ibada ambazo ni bora kabisa. Qala ash-Sheikh as-Sa'di rahimahullah, anasema as-Sa'di rahimahullah ta'ala, innal ladhina yatluna kitab Allah ay yattabi'unahu fi awamirihi fayamtathilunaha, hakika wale ambao wanasoma kitabu cha Allah tabaraka wa taala
Nini maana yake? Maana yake yattabi'unahu, wanakifuata kitabu cha Allah, fi awamirihi, katika yale maamrisho yake, fayamtathilunaha, wanatekeleza yale maamrisho yake, wa fi nawahihi fayatrukunaha, na yale makatazo wanaacha, wa fi akhbarihi fayusaddiqunaha, na zile habari za Qur'ani wanasadikisha, wayataqidunaha, na wanaitakidi zile habari zake, wala yuqaddimuna alayhi ma khalafahu min al-aqwal, na hawatangulizi yale ambayo yanakhalifu Qur'ani katika kauli, hawatangulizi kauli ambazo zinakhalifu Qur'an. Wayatuluna aidan alfadhahu, na vile vile wanasoma yale matamshi yake, bidirasatihi wa maanihi, kwa kusoma yale matamshi yake, yani wanasoma Qur'an, wa maanihi, na wanasoma maana za Qur'an, yani wanasoma tafsiri ya Qur'an, bitatabbu'iha, wanasoma maana zake kwa kuzifuatilia, wastikhrajiha, na vile vile kwa kuzitoa. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba kusoma Qur'an ni ibada bora, na vile vile kujifunza maana ya Qur'an, maana ya maneno ya Allah tabaraka wa taala, ni ibada bora vile vile. Kutoka kwa Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, mtume anasema, mathal mu'min alladhi yaqra'u al-Qur'an, mfano wa muumini ambaye anasoma Qur'an, kamathalil uturujja, ni sawa sawa na al-uturujja. Al-uturujja ni tunda ambalo lina harufu nzuri, lina ladha nzuri, na lina rangi ambayo ni nzuri. Anasema rihuha tayyib, harufu yake ni nzuri, wa ta'amuha tayyib, na vile vile ladha yake ni nzuri. Huu ndo mfano wa muumini ambaye anasoma Qur'an. Mfano wa muumini ambaye anasoma Qur'an ni sawa sawa na tunda ambalo rangi yake ni nzuri, harufu yake ni nzuri, na ladha yake ni nzuri. Wa mathalu mu'mini alladhi la yaqra'u al-Qur'an, na mfano wa muumini ambaye hasomi Qur'ani, mfano wa muumini ambaye hasomi Qur'an, kamathali tamra, ni sawa sawa na tende, la riha laha, haina harufu, wa ta'amuha hulwun, lakini ladha yake ni nzuri, ladha yake ni nzuri. Wa mathalul munafiq alladhi yaqra'u al-Qur'an, na mfano wa mnafiki ambaye anasoma Qur'an, mathalu raihana, ni sawa sawa na raihana, ni sawa sawa na raihana, rihuha tayyib, harufu yake ni nzuri, wa ta'amuha murrun, lakini ladha yake ni mbaya. Wa mathalu munafiqi alladhi la yaqra'u al-Qur'an, na mfano wa munafiki ambaye hasomi kabisa Qur'an, kamathali al-hadhala, ni sawa sawa na hadhala, ni sawa sawa na hadhala, yani kitu ambacho ni kichungu, kitu ambacho ni kichungu. Laisa laha rihun,
hakuna harufu, wa ta'muha murrun, na harufu yake ni harufu ambayo ni mbaya. Kwa hiyo kusoma Qur'ani na kutafakari maani za Qur'ani min afdalil qurbat, ni katika ibada bora, wa min ajalli ta'at, na ni katika taa ambazo ni nzuri kabisa. Kutafakari hikma za Qur'an na kutafuta siri za Qur'ani na yale makusudio ya Qur'ani. Babun, huu ni mlango ambao yuftahu bimaarifati tafsirihi, ni mlango ambao unafunguliwa kwa kufahamu tafsiri ya Qur'an. Wa tamauni fi badi'i maanihi, na kuzama katika kuangalia zile maana zake ambazo ni nzuri. Allah tabaraka wa taala anasema, kitabun anzalnahu ilayka mubarak, hichi ni kitabu ambacho tumekiteremsha kwako, kina baraka. Liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab, ili wasome aya zake na ili watafakari wale ambao ni wenye akili. Qala Az-Zarkashi rahimahullahu ta'ala, anasema al-Imam Az-Zarkashi rahimahullahu ta'ala, wa man lam yakun lahu ilmun wa fahmun wa taqwa wa tadabburun, yule ambaye hatokuwa na elimu na ufahamu na ucha Mungu, wa tadabburun, na yule ambaye hatokuwa na mazingatio na Qur'an, lam yudrik min ladhati alqur'ani shay'a, hawezi kupata katika ladha ya Qur'ani chochote. Angalia hayo maneno, yule ambaye hatokuwa na elimu, hatokuwa na ufahamu, hatokuwa na ucha Mungu, hatokuwa na mazingatio, hawezi kupata katika ladha ya Qur'ani chochote. Ni maneno mazuri ambayo yanamuhimiza mwanafunzi kujitahidi katika kusoma Qur'an ili aweze kupata ladha ya Qur'an. Anasema yule ambaye hatokuwa na elimu, hatokuwa na ufahamu, hatokuwa na ucha Mungu, hatokuwa na mazingatio, hawezi kupata katika ladha ya Qur'ani chochote. Na anasema al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, anasema wa bil jumla, na kwa ujumla, fala shay'a anfa'u lilqalbi min qira'ati alquran, kwa ujumla hakuna kitu chenye manufaa kwenye moyo kama kusoma Qur'an. Kusoma Qur'ani kwa nini? Bitadabburi, kwa kuzingatia, watafakuri, na kutafakari yale ambayo yapo kwenye Qur'an. Kwa nini? Fa innahu jami'un li jami'i manazili as-sa'irin, Qur'ani imekusanya daraja zote za wale ambao wanaelekea kwa Allah tabaraka wa taala, wa ahwalil amilin, na imekusanya hali za wale wenye kufanya, wa maqamatil arifin, wa huwa alladhi yurithu almahabba washauqa. Qur'ani ndiyo ambayo inaleta mahabba na shauq, wal khawf wal raja,
na inaleta hofu na raja, yani inamfanya mtu ampende Allah, awe na shauku na Allah tabaraka wa taala, amuogope Allah, amtarajie Allah, walinaba watawakkul, na inamfanya mtu arejee kwa Allah tabaraka wa taala na amtegemee Allah tabaraka wa taala, waridha watafwidha washukra wasabra. Qur'ani inamrithisha mtu aridha, kuridhia, watafwidha, na kurejesha jambo kwa Allah tabaraka wa taala, washukra, na kushukuru, wasabra, na kusubiri. Kwa hiyo inamfanya mtu awe na ridha, awe anarejesha jambo kwa Allah, awe ni mwenye kushukuru, awe ni mwenye subira. wasaila al-ahwali allati biha hayatul qalbi, allati biha hayatul qalbi. Na Qur'ani inamletea mtu mambo yote ambayo ni sababu ya moyo kuwa hai na ni sababu ya moyo wake kukamilika. Wakadhalika yazjuru an jami'i sifat wal af'ali al madhmuma. Vile vile Qur'ani inakemea sifa zote mbaya na matendo yote mabaya, wallati biha fasadul qalbi, mambo ambayo ni sababu ya moyo kuharibika na kuangamia. falau alima an-nas ma fi qira'ati al-Qur'ani bitadabburi lanshaghalu biha an kulli ma siwaha. Lau watu wangefahamu yale yanayopatikana kwenye kusoma Qur'ani katika manufaa makubwa, lau watu watafahamu yanayopatikana kwenye kusoma Qur'ani kwa mazingatio, lau watu wangefahamu yale matunda ambayo yanapatikana kwa kusoma Qur'ani kwa mazingatio, wangejishughulisha na kusoma Qur'ani, wakaacha mambo yao yote. Wangejishughulisha na kusoma Qur'ani, wakaacha mambo yao yote. fa idha qara'ahu bitafakkurin, mtu akisoma Qur'ani kwa kutafakari, hatta marra biayatin, mpaka akapita kwenye aya, wa huwa muhtajun ilaiha fi shifai qalbihi, aya ambayo anahitajia, aya ambayo anahitajia katika kuponya moyo wake. Kararaha walau 100 marra, anairudia ile aya hata kama ataisoma mara 100. Walau laila, hata kama ataisoma usiku mzima. Faqira'atu ayatin, kusoma aya, bitafakkurin, kwa kutafakari, watafahumin, na kwa kufahamu, khairun, ni bora, min qira'ati khatmatin bighairi tadabburin wa tafahum. Kusoma aya moja kwa kutafakari na kwa kufahamu ni bora kuliko kusoma Qur'ani yote pasina kuzingatia na pasina kufahamu. Wa anfa'u lilqalbi, na hili jambo lina manufaa kwenye moyo. Wa ad'a ila husulil iman, na hili jambo linapelekea kupatikana kwa iman. Wa dhauqi halawatil Qur'ani, na kuonja utamu wa Qur'an. Anasema al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, wa min a'zami ma yataqarrabu bihi al-'abdu ila Allah ta'ala, na katika mambo makubwa ambayo mja anajikurubisha nayo kwa Allah tabaraka wa ta'ala,
minan nawafil, katika ibada za sunna, kathratu tilawati alquran, ni kukithirisha kusoma Qur'an, wasama'uhu, na kuisikiliza Qur'an, bitafakkurin, kwa kutafakari, watadabburin, na kwa kuzingatia, watafahumin, na kwa kufahamu. Haya ni maneno mazuri ya Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala. Anasema ya kwamba katika ibada kubwa ambazo mja anajikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala katika ibada za sunna ni kukithirisha kusoma Qur'ani na kuisikiliza Qur'ani kwa kutafakari na kwa kuzingatia, watafahumi, na kwa kufahamu. Na hii ndiyo ilikuwa tabia ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na masahaba wake alkiram. Imekuja katika hadithi ya Abi Dharr radiyallahu anhu qala: salla Rasulullah sallallahu alayhi wasallam laylatan, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliswali usiku. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliswali usiku, faqaraa biayatin hatta asbaha, Mtume akasoma aya moja mpaka asubuhi, yani mpaka ikaingia alfajiri. Alikuwa anasoma hii aya, anairudia, in tu'adhibuhum, kama utawadhibu, fa innahum ibaduka, hakika wao ni waja wako, wa in taghfir lahum, na kama utawasamehe, fa innaka antal azizul hakim, hakika wewe ni mwenye nguvu na ni mwenye hikima. Akawa anasoma hii aya usiku, anairudia hatta asbaha, paka akaingia alfajiri sallallahu alayhi wasallam. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان الرجل منا, alikuwa mtu katika maswahaba, idha taallama 10 ayat, akijifunza aya 10, lam yujawizuhunna, hazivuki zile aya 10, hatta ya'rifa maaniyahunna, mpaka afahamu zile maana zake, wal amala bihinna, na mpaka azifanyie kazi. Angalia walivyokuwa maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ilikuwa mtu akisoma aya 10 hazivuki hizo aya 10, hazivuki zile aya 10 mpaka afahamu zile maana zake na mpaka afanyie kazi. Baada ya hapo anasoma na zingine, anafanya hivyo mpaka anamaliza kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Al-Imam Ar-Raghib anasema: ashrafu sinaatin yataataha al-insan, kitu bora ambacho anafanya binadamu, tafsirul Qur'an, ni tafsiri ya Qur'an. Kitu bora kabisa ambacho anafanya binadamu ni tafsiri ya Qur'an. Kwa hiyo nimetanguliza huu mukaddima ili tuweze kufahamu umuhimu wa kusoma Qur'ani bitadabburin, kwa kuzingatia na kwa kufahamu, na athari yake kubwa katika kuzidisha iman na katika kutengeneza nyoyo za waja wa Allah tabaraka wa taala. Naam. Baada ya kumaliza huo utangulizi, kabla ya kusoma Qur'an, Allah tabaraka wa taala anasema: fa idha qara'ta al-Qur'an
fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. Ukitaka kusoma Qur'an, jikinge kwa Allah tabaraka wa taala na shaitani ambaye amelaniwa na amefukuzwa katika rehema ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo kabla ya kuingia katika kusoma tafsiri ya surati al-Fatiha, tutazungumzia al-isti'adha. Al-isti'adha maana yake nini? Al-isti'adha maana yake ni kusema a'udhu billahi minash shaitanir rajim kabla ya kusoma Qur'an. Al-isti'adha mashru'atun qabla tilawati al-Qur'an. Al-isti'adha ni sheria kabla ya kusoma Qur'an. Qala Allah ta'ala, anasema Allah tabaraka wa ta'ala, fa idha qara'ta al-Qur'an, ukisoma Qur'an, fasta'idh billahi minash shaitanir rajim, jikinge kwa Allah tabaraka wa ta'ala na shetani ambaye amelaaniwa. Kwa hiyo al-isti'adha ni sheria kabla ya kusoma Qur'an. Qala Allah ta'ala, Allah anasema fa idha qara'ta al-Qur'an fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. Ukitaka kusoma Qur'an, jikinge kwa Allah tabaraka wa ta'ala na shetani ambaye amelaaniwa. Anasema al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, al-mashhur alladhi alayhi al-jumhur, kauli ambayo ni mashuhur, ambayo ndo kauli ya wanachuoni wengi, anna al-isti'adha lidaf'i al-waswas fiha inma takunu qabla at-tilawa. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala anasema isti'adha ambayo ni kwa ajili ya kuondoa wasiwasi wa sheitani, isti'adha inakuwa kabla ya kusoma, yani kabla ya kusoma Qur'an, kabla ya kuanza kusoma Qur'an unasema a'udhu billahi minash shaitanir rajim, alafu bismillahir rahmanir rahim, alafu unaanza kusoma Qur'an. Kwa hiyo inakuwa kabla ya kusoma Qur'an. Wa maana al-aya indahum, na maana ya aya kwa wanachuoni wengi, fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. Nini maana ya hii aya? Nini maana ya hii aya kwa wanachuoni wengi? Ai idha aratta al-qira'ata, ukitaka kusoma Qur'an, fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. Na wamekubaliana wanachuoni kwamba al-isti'adha, yani kusema a'udhu billahi minash shaitanir rajim, al-isti'adha sio katika Qur'ani wala sio aya kwenye Qur'ani, sio katika Qur'ani wala sio aya katika Qur'ani. Hii ni dua Muislamu anaisoma, Muislamu anamuomba Allah tabaraka wa taala amkinge na sheitani kabla ya kuanza kusoma Qur'an. Lakini yenyewe kama yenyewe hii dua sio katika Qur'ani wala sio aya katika Qur'an. Kwa maana ukiangalia msaafu huwezi kukuta mwanzoni imeandikwa a'udhu billahi minash shaitanir rajim, huwezi kukuta.
utakuta tu bismillahir rahmanir rahim inakuja chini yake sura. Huwezi kukuta a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kwa sababu gani? Kwa sababu sio aya katika Qur'an wala sio katika Qur'an. Maana yake ni nini? Yani nini maana ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim? Maana yake najikinga bil ma'budil haqq subhanahu wa ta'ala, najikinga kwa mwenye kuabudiwa kwa haki Allah tabaraka wa ta'ala, min kulli janin, na kila jini, mutamarridin, na kila jini ambaye ni mwenye kuasi, maturudin min kulli khairin, ambaye amefukuzwa na kila khairi, yani ambaye amefukuzwa, amewekwa mbali na rahma ya Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa maana ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim, najikinga kwa Allah mwabudiwa wa haki na kila jini ambaye ameasi na amewekwa mbali na rahma ya Allah tabaraka wa ta'ala. Hii ndo maana yake. Hii ndo maana ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kuna maneno mazuri ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, anasema ash-shaytanu yuridu biwasawisihi an yash'ala al-qalba 'an al-intifa'i bil-Qur'an. Anasema ya kwamba shetani anataka kwa ule wasiwasi wake, au shughulishe moyo wa mtu usinufaike na Qur'an. Fa amara Allahu al-qari'a, Allah tabaraka wa ta'ala akamwamrisha msomaji, idha qara'a al-Qur'an, akisoma Qur'an, an yasta'idha minhu, ajikinge na shaitani, kwa sababu shaitani anataka ushughulishe moyo usinufaike na Qur'an. Sasa utamtoaje? Utamweka vipi mbali? Utamweka mbali kwa kutaka kinga kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo Allah tabaraka wa ta'ala akamwamrisha msomaji akisoma Qur'ani atake kinga kwa Allah tabaraka wa ta'ala, akasema Allah, fa idha qara'ta al-Qur'an, ukisoma Qur'an, fasta'idh billahi minash shaitanir rajim, taka kinga kwa Allah tabaraka wa ta'ala na shaitani ambaye amelaaniwa. Innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu, shaitani hana nguvu kwa wale ambao wameamini, wa ala rabbihim yatawakkalun, na kwa Mola wao wanategemea. Wale ambao wameamini na wanamtegemea Allah tabaraka wa ta'ala, shaitani hana nguvu kwao. Fa idha 'adha al-'abdu bi rabbih, mja akitaka kinga kwa Allah tabaraka wa ta'ala, kana mustajiran bihi, anakuwa ni mwenye kutaka kinga kwa Allah, mutawakkilan alayhi, ni mwenye kumtegemea Allah, fayu'idhuhu Allahu minash shaitani, Allah tabaraka wa ta'ala tamkinga na shaitani, wayujiruhu minhu, na tamuhifadhi na shaitani. Kwa hiyo unatakiwa uhudhurishe unaposema a'udhu billahi minash shaitanir rajim, unatakiwa uhudhurishe kwamba unataka kinga kwa Allah tabaraka wa ta'ala, amweke mbali shetani na wewe, ili moyo wako uweze kunufaika na Qur'ani, uweze kufaidika na Qur'ani. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala ana maneno mazuri, anazungumzia faida za kutaka kinga kwa Allah tabaraka wa ta'ala tunaposoma Qur'an.
faida za kutaka kinga kwa Allah tabaraka wa taala tunaposoma Qur'an. Anasema al-iltija'u ila qadirin yadfa'u al-afat 'an al-'abdi la siyama daf'u wasawisi ash-shaytan alladhi yas'a bi shiddatin ila saddi al-'abdi an qira'ati al-Qur'ani wa tadabburihi. Ni kumwelekea muweza, yani Allah tabaraka wa taala, ambaye anaondoa majanga kwa mja, hasa kuondoa wasiwasi wa Sheitani ambaye anapambana kwa nguvu kumzuia mja na kusoma Qur'an. Yani Sheitani huwa anapambana kwa nguvu kumzuia mja na kusoma Qur'an. Ndio maana kuna baadhi ya watu utamkuta akianza kusoma Qur'ani anasinzia mpaka anaweza kalala, lakini akishika simu au akijishughulisha na jambo lingine, unamuona hana shida, ni mchangamfu, ana nguvu, hana usingizi. Kwa hiyo akiwa anasoma Qur'an utakuta Sheitani anamzuia kwa nguvu. Kwa hiyo unamuomba Allah tabaraka wa taala muondoe huyu Sheitani, amsogeze huyu Sheitani, alafu wewe upite kwenye hii njia ya kusoma Qur'an kwa kuzingatia, ili uweze kunufaika na Qur'an. Kwa hiyo katika faida za isti'adha ni kumwelekea muweza ambaye anaondoa majanga kwa mja, hasa kuondoa wasiwasi wa Sheitani ambaye anapambana kwa nguvu kumzia mja kusoma Qur'ani kwa mazingatio, kwa sababu yas'a bishidda, anapambana kwa nguvu, ila saddi al-'abdi, kumzia mja an qira'ati al-Qur'ani, kusoma Qur'ani, wa tadabburihi, na kuzingatia Qur'an. Li'annahu min a'zami at-ta'at, kwa sababu ni katika taa kubwa. ولأنه لما كان سعي الشيطان في صد عن ذلك أبلغ، كان احتياج العبد إلى من يصونه عن شر الشيطان أشد. kwa sababu jitihada za Sheitani za kumzia mja kusoma Qur'ani zina nguvu, kwa sababu jitihada za Sheitani za kumzuia mja kusoma Qur'ani zina nguvu, anajitahidi kwa nguvu. Kwa hiyo hitajio la mja la kumwomba Allah tabaraka wa taala amlinde na Sheitani, hitajio la mja vile vile lina nguvu. Fa fil isti'adha isti'anatun billahi ta'ala, kwenye isti'adha kuna kutaka msaada kwa Allah tabaraka wa ta'ala, wa i'tirafu lahu bil qudra, na vile vile kukiri kwamba Allah tabaraka wa ta'ala ndo muweza, walil 'abdi bidh-dha'fi wal 'ajzi an muqawamati hadha al-aduwi. Kwenye isti'adha kuna kutaka msaada kwa Allah tabaraka wa taala na kukiri kwamba Allah tabaraka wa taala ni muweza, na mja ni dhaifu, hawezi kupambana na huyu adui al-mubin, adui ambaye ni wawazi, al-batini, adui ambaye haonekani, alladhi la yaqdiru ala man'ihi wa daf'ihi illa Allah alladhi khalaqahu, adui ambaye hakuna anayeweza kumzuia na kumrudisha nyuma isipokuwa Allah tabaraka wa taala ambaye amemuumba.
wala yakubal musana'atan, wala hakubali musana'a. Yani huyu adui ambaye ni shetani hakubali musana'a, huwezi kumdanganya, hakubali musana'a. Wala yudara bil ihsan, wala huwezi kumfanyia ihsan akakupotezea. Bikhilafi al-aduwi al-insani, kinyume na yule adui wa kibinadamu. Adui wa kibinadamu unaweza kumdanganya, unaweza kumfanyia ihsani akakupotezea, lakini huyu hakubali kudanganywa wala kufanywa ihsani. Kwa hiyo ili umweke mbali na wewe, unatakiwa utake kinga kwa nani? Naam, utake kinga kwa Allah tabaraka wa taala. Haya ni maneno mazuri ya Imam Ibn Qayyim rahimahullah taala akizungumzia faida ya al-isti'adha. Tuishie hapo, tutakuja kuendelea katika darasa ya kesho insha Allah taala. Wallahu taala a'lam. Sallallahu sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.